أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ بالله من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: إن من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، فمعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. صدق مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. سماحة الشيخ Musabbah Shaabani, ndugu yangu Sheikh Jaafar, na mhadhiri wetu ndugu yetu pale kutoka Dodoma, mashekhe wote mliokuwa mbele hapo, wageni wetu upande wa kushoto, kina mama, wanafunzi wenzangu mliokuwa hapa na wale waliokuwa juu huko wanapotusikia, nyote Waislamu na wasiokuwa Waislamu kwa ujumla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii ya kukutana na nyie leo katika siku adhimu kama hii ya leo ya kuadhimisha tukio la kihistoria, tukio ambalo lilitokea takriban karne 14 zilizopita, tukio la Bwana Mtume kutangaza kiongozi na kuonyesha umuhimu wa uongozi katika jamii. Na sisi sote tumekusanyika hapa ili kuenzi tukio hilo kwa kuzingatia kwamba suala zima la uongozi katika daraja zote za kijamii ni suala muhimu sana, linahitaji kuenziwa, kuwekewa taratibu, kufuatwa, kwa sababu dunia hii bila uongozi haiwezi kwenda sawa sawa. Kwa hivyo nashukuru kwa hilo. Lakini kwa namna ya kipekee nimefarijika sana kuona kwamba hadhara hii ina wahudhuriaji wa aina mbalimbali, ukizingatia umri, ukizingatia dini, ukizingatia vile vile daraja zao za ilmu. Kwa hivyo ni kikao cha kipekee, na hii ni moja katika heshima za nchi yetu, moja katika baraka za nchi yetu, kwamba Waislamu na Wakristo wanaweza kukutana katika majengo yao na kuzungumza mambo ya pamoja yanayowaunganisha. Hili vile vile limenipa faraja sana. Mada kuu ni uongozi na maadili, na njia tunayotakiwa kupitia ni kutizama urithi au turathi ya Imamu Ali katika uongozi wa haki na maadili ya kijamii.
Kwa hiyo kubwa ni uongozi na maadili. Sisi wanadamu hasa wa zama hizi tuna orodha ya mambo kadha wa kadha ambayo tunayazingatia kuwa ni matatizo, ni changamoto, mambo yanayotusibu kimataifa na ambayo yanazingatiwa kuwa ni matatizo. Tuna mambo mengi sana, na lau tukimsimamisha kila mmoja kutaja anadhani nini ni tatizo kwa wanadamu wa sasa hivi, kila mmoja ana la kusema. Lakini ukirejea katika makubaliano ya kimataifa ya nchi zetu zote, sisi Tanzania tukiwa kama memba, kuna orodha ya matatizo ambayo sote tumekubaliana katika dunia sasa hivi kwamba haya ni matatizo. Na tulianza kukubaliana mwaka 2000, ndipo pakaasisiwa kitu kinachoitwa MDGs, Millennium Development Goals, yanaitwa malengo ya millennium. Nchi zetu ziliorodhesha matatizo. Sasa tatizo namba 1, umaskini, ni tatizo la kimataifa. Tatizo lingine, afya na vifo vya watoto waliokuwa chini ya umri wa miaka 5 limeonekana ni tatizo kimataifa. Lakini vile vile kuna tatizo la mazingira ambalo linatishia maisha ya mwanadamu, mimi na wewe. Hii nyumba Mungu aliyotupa, dunia hii, iko hatarini. Kuna tatizo la gender, mambo ya usawa wa kijinsia limezungumzwa. Na walimwengu walipoweka malengo ya millennium waliweka deadline kuanzia mwaka 2000 mpaka 2015. 2015 ilipofika wakakaa kutathmini tumeweza kutatua. Ikaonekana kwamba hapana, hatujaweza kutatua, bali matatizo yamezidi. Mwaka 2015 sisi sote duniani tukaweka malengo mengine, tena mengi kuliko ya mwanzo, 17, yanajulikana kwa jina la SDGs, Sustainable Development Goals, malengo ya maendeleo endelevu, 17. Sasa haya malengo, unaanza njaa, ni tatizo, kuna watu wanakufa njaa duniani. Lakini umaskini, na kuna tofauti ya umaskini na njaa. Kuna suala zima la mazingira, kuna suala la amani ya dunia. Hili ni tatizo jamaa, kwa sababu mpaka sasa hivi kuna wakimbizi takriban milioni 125 duniani. Kwa hiyo, na kuna vita, dunia haijawahi kusimama bila vita. Kwa hiyo peace ni tatizo la kimataifa, limeorodheshwa. Lakini masala ya afya, hasa ya mtoto aliyekuwa chini ya miaka 5, ni katika masuala ambayo bado ni tatizo. Uhusiano wa binadamu, relationship, imeonekana ni tatizo. Lakini vile vile masala ya mazingira, mpaka kufikia 17. Na mwanzoni walikuwa wakizungumza kuhusu maendeleo peke yake. Nimegundua kwamba ukizungumza maendeleo peke yake ni tatizo, lazima uzungumzie kitu kinachoitwa maendeleo endelevu, sustainable development, kwa maana ya maendeleo ambayo hayahatarishi mustakbali wa kizazi kilichobaki. Lakini haya yote yaliorodheshwa kuwa ni matatizo, na sisi tunaishi katika Sustainable Development Goals, ndio basi tulolipanda hilo. Tuna safari ya kutatua matatizo hayo. Tuna matatizo 17, lakini kiuhalisia sio matatizo, ni matokeo ya tatizo. Tatizo la dunia si haya tuliyoyataja. Tatizo la dunia ni uongozi. Uongozi ndio tatizo la msingi. Umaskini sio tatizo. Umaskini ni matokeo ya tatizo. Dunia haina umaskini, bali ina uongozi mbovu.
idadi ya tani za vyakula vinavyozalishwa duniani inatosha kulisha watu wote, lakini mgawanyo wa chakula unafanya watu wengine wafe maskini. Kwa hiyo hatuna tatizo la njaa wala umaskini. Tuna tatizo la nini? Uongozi. Uongozi ambao umeshindwa kuondoa umaskini, la bali unaopenda umaskini uendelee kwa baadhi ya watu. Waarabu wanasema jawa kalbaka yatbaka. Ukimfanya mbwa wako akawa na njaa atakuandama saa zote, akishiba hana shida na wewe, sio? Sasa ili ulimwengu wa tatu waendelee kuandama nchi za kimagharibi, lazima njaa iendelee kuwepo. Tukishiba hatuna haja nao, sio? Kwa hivyo hakuna tatizo la njaa. Tatizo la njaa ni la kutengeneza. Afrika hakuna umaskini. Umaskini wa Afrika umetengenezwa, umetokana na uongozi wa dunia. Na ndio maana ukisoma vitabu vya watu mbalimbali, kwa mfano Profesa Francis Mulwa wa Kenya katika kitabu chake Community Development, anasema umaskini ni political phenomena, ni kadhia ya kisiasa, inahitaji political solution, inahitaji suluhisho la kisiasa. Ukisoma kitabu cha Yuval Noah Harari, profesa huyo wa Kiyahudi, kitabu cha Homo Deus, anathibitisha kwa vielelezo kwamba umaskini umetengenezwa na unatakiwa uendelee kuwa hivyo hivyo, na kwamba dunia sio maskini. Kwa hivyo tatizo ni uongozi. Ukisoma vile vile, na nyinyi mmesoma, vijana wengi wanaosoma history katika vyuo vyetu na katika shule za high schools, wamesoma katika history kitabu cha Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa. Ulaya katika karne ya 15 walipoingia kwetu, kina Vasco da Gama na wengine, wakaanza hatua zile za kuitawala Afrika, namna gani waliipokonya rasilimali zake mpaka rasilimali watu, wakaifanya Afrika iwe hivi ilivyokuwa. Ameandika slave trade imechangia kiasi gani, ukoloni umechangia kiasi gani, na nukta nyingi zinazoashiria kwamba Afrika katika karne ya 15 walikuwa almost, wao na nchi za Ulaya walikuwa the same, walikuwa sawa sawa. Lakini mabwana walipokuja hapa waliweza kupokonya rasilimali asilia na rasilimali watu na kuirejesha Afrika nyuma. Kwa hivyo tatizo ni uongozi bora. Lakini vile vile katika kitabu cha Yuval Noah Harari ameandika, katika kitabu chake cha Sapiens, ameandika kwamba watu wanaokufa duniani kwa shibe ni wengi kuliko wanaokufa kwa njaa. Wanaokufa kwa shibe wengi kuliko wanaokufa kwa njaa. Mwaka 2010 anasema waliokufa kwa shibe ni watu 3,000,000, waliokufa kwa njaa ni 1,000,000. Na kufa kwa shibe maana yake nini? Ni kula ukapitiliza, yani obesity, na kuongeza uzito wa kupindukia na kula junk foods zile, kumefanya watu 3,000,000 mwaka 2010 wakafa kutokana na shibe. Obesity na kula vyakula wakapitiliza vimepelekea watu kiasi hicho kufa duniani. Waliokufa kwa njaa wangapi? 1,000,000 tu. Ndio maana wakati fulani bwana mmoja mnene sana alikuwa akimtizama bwana mwingine mwembamba amekonda, akamwambia, bwana, kila ninapokutizama ulivyokonda wewe nakumbuka njaa ya Afrika. Hao bwana wazungu hawa, ndio kila nikutizama ulivyokonda inanipa taswira wa Afrika walivyokuwa na njaa. Na yeye akamjibu akamwambia, kila ninapokutizama ulivyonenepa nakumbuka sababu ya hiyo njaa ya Afrika. Kwamba hao Afrika wamenyong'onyea na njaa kwa sababu wewe umeshiba ukapindukia. Sasa mgawanyo wa rasilimali duniani ni tatizo.
Ndio utaona kwamba miaka 5 iliyopita maskini duniani walikuwa milioni 811. Mwaka uliofuata wakawa milioni 824. Mwaka uliofuata wakawa milioni 844. Sasa tunakwenda bilioni 1. Pamoja na kuwepo na maazimio haya ya Sustainable Development Goals, umaskini unazidi, sio kama unapungua. Lakini tatizo sio umaskini. Umaskini ni matokeo. Uongozi wa dunia ndio unaotengeneza umaskini. Na vile vile Waafrika tatizo lao sio rushwa, wala tatizo la Afrika sio ukabila, wala sio vita vya wenyewe kwa wenyewe. Ni uongozi tu. Viongozi wakiwa sawa sawa hakuna vita. Viongozi wakiwa hauna ukabila, ukabila hautopepo. Waliochochea ukabila Rwanda ni viongozi. Mtu wa kawaida hawezi kuchochea jambo likawa na athari. Mtu mwenye ushawishi ndiye anaweza kuchochea jambo likawa. Kwa hivyo ukabila sio tatizo. Mungu katuumba, tuna makabila yetu. Ukienda Ethiopia makabila zaidi ya 120 na lugha zaidi ya 120. Kwetu 122. Kongo zaidi ya 200 lugha. Hili si tatizo. Tatizo ni uongozi kutumia fursa ile kuwapasua watu. Kwa hivyo suala la uongozi ni muhimu sana. Napokuwa hamna kiongozi, maana yake ni kwamba hamna dira. Kwa wale Waislamu waliokuwepo hapa, lao nikikuuliza wewe kiongozi wako nani, unahitaji ufikirie kwanza kidogo. Maana tuna tatizo, sio? Kiongozi wako nani wewe? Lazima ufikirie kwanza. Kujibu mara moja ni mtihani. Haya, ukishajibu kwamba kiongozi wangu mfulani, haya huyo ni wa hapa nchini, sijui ni wa mkoa, sijui ni wa wilaya, sijui ni wa taifa. Haya, kimataifa kiongozi wako nani? Utagundua kwamba bado swala la kutafuta, kwa sababu tuna tatizo la uongozi. Na Imam Ali ambaye ametuweka katika kikao hiki ametoa wasia kwa wanae wawili, Hassan na Hussein na wengine. Wasia huu anasema hivi: usukuma wa jamia wuldi wa ahli. Anawaambia watoto wake wawili, na kuhusieni ni Hassan na Hussein na watoto wangu wengine wote na familia yangu, wa man balaghahu kitabi, na yeyote atakayefikiwa na maneno yangu haya, na usieni nini? Bitaqwallahi wa nadhimu umurikum. Mche Mwenyezi Mungu, lakini mpangilie mambo yenu. Kupanga mambo ni kuwa na uongozi vile vile. Na nataka tuelewe kwamba mada hii inahusu jamii vile vile. Unapozungumza jamii namba moja ni familia, sio? Huwezi kuzungumza uongozi bila kuzungumza familia. Familia ndio primary agent of socialization. Ndio umma unaanzia kwenye familia. Watanzania ni mkusanyiko wa familia mbalimbali. Familia zikiharibika, Watanzania watakuwa wameharibika. Kwa hiyo mahali pa kuanzia wapi? Kwenye familia. Sasa hivi tizamini jamaa, uongozi wa familia uko sawa sawa? Ndani ya familia kuna uongozi au umesheka? Na mnajua kwa nini? Kwa sababu upepo wa kimagharibi ulipovuma ukaja katika nchi zetu, hasa baada ya mapinduzi ya viwanda kule ambayo yalisababisha social changes, sisi sasa hivi Waafrika, Waislamu na Wakristo, hata jamii ya Kihindi Asia, hata jamii ya Kiarabu Asia, sisi hata kule katika nchi tunazoita zimeendelea kabla ya ubepari kuingia, jamii ya kibinadamu muundo wa familia yake ni extended family, ni familia pana. Sasa hivi familia zetu ni single parent family. Hakuna mtu anayetaka mjomba, shangazi na wengine wote wawepo. Kila mmoja anahitajia mke au mume wake na watoto basi. Unaweza ukadhani haina maana hii. Ina maana sana, kwa sababu leadership kwetu ndani ya familia ilikuwa ni ya baba, ni ya babu, ni ya shangazi na wengine wote. Baba yako alikuwa akikosea, unaweza ukamshtakia baba yako kwa shangazi yako ambaye ni mkubwa, ni dada ya baba yako, na akawekwa chini akazungumza naye. Sasa hivi huwezi mambo hayo.
ilikuwa babu yako anaweza kuzungumza mambo ya faragha ambayo baba yako hawezi kukuambia. Shangazi alikuwa na nafasi sana katika kuwatengeneza mabinti wa kaka yake. Sasa hivi kuna msamiati mpya wa single mother. Ndiko tunapokwenda sasa, kwamba hatutaki hata single parent family, kuna single mother sasa. Mtu anataka azae tu, mambo yamekwisha. Hili suala limeathiri leadership ndani ya familia, mbali na mafeministi ambao wametuletea mambo kinyume na utamaduni wetu, kiasi kwamba ndani ya familia pamekuwa uongozi ni kama wakambare, kila mmoja ana masharubu, hakuna kiongozi mmoja, kila mmoja anasema. Sasa tukitizama leadership, lazima tuitizame kuanzia katika level ya familia. Ikiwa hakuna kiongozi ndani ya familia, hakuna uongozi, tusitarajie ndani ya jamii kubwa panaweza kuwa na uongozi. Sasa ninataka hasa kwa vijana ambao wako katika vyuo tusikilizane vizuri hapa. Kuna approach mbili, kuna mitazamo miwili katika masuala ya leadership, uongozi. Kuna approach ambayo inaitwa human centered approach, mtazamo unaomtizama mwanadamu kama ndio kitovu cha kila kitu, mtazamo ambao hauamini kuhusu maadili kwenye uongozi. Yani maadili si muhimu. Na mtazamo namba mbili ni ule mtazamo anaoamini Mkristo, Muislamu na hata watu wa mila na desturi. Unaamini kwamba uongozi lazima uambatane na maadili, lazima uende sambamba na maadili. Nitawapeni mfano, lakini naomba tuwe makini kidogo. Katika mwishoni mwa karne ya 15 mpaka karne ya 16 paliandikwa kitabu ambacho ukienda katika mitandao utakipata kamili. Kitabu kinaitwa The Prince. Kwa wale wanaosoma kwa Kiarabu, kitabu hiki utakikuta kamili, kinaitwa Al-Amir. Kitabu hiki kiliandikwa na mtu anaitwa Niccolo Machiavelli. Niccolo ni Italian, ameandika kitabu The Prince. Akaandika katika kitabu kile, ili uwe kiongozi utakayefanikiwa ufanye nini. Naomba tusikilizane nukta alizoziandika Niccolo, alafu mtizame siasa na uongozi wa dunia ukoje. Kwanza ameandika kwamba kiongozi ili afanikiwe lazima atumie udanganyifu. Atumie nini? Udanganyifu. Bila kutumia udanganyifu huwezi, vijana wanasema huwezi kutoboa. Lakini vile vile lazima atumie hila na hadaa. Kwenye kitabu The Prince, ambacho Mussolini aliyekuwa mwenzake na Hitler alikuwa ni mwanafunzi wa kitabu hiki. Vile vile akasema kiongozi ni afadhali kuogopewa kuliko kupendwa. Yani kiongozi mzuri ni yule anayeogopwa kuliko yule anayependwa. Sasa isome dunia, tizama. Kiongozi atumie mabavu na nguvu. Nguvu na mabavu ni katika sehemu zinazomfanya kiongozi aongoze kisawasawa. Lakini amesema vile vile ajifanye mwema, lakini awe tayari kuwa kinyume. Yani awe msanii mbele ya macho ya raia. Kwa pale unaposikia mchezo mchafu ndio huu, sio? Lakini vile vile aangamize maadui na wapinzani wake. Avunje maadili kwa sababu za kisiasa. Lakini vile vile uamuzi wake uwe unalingana na mazingira. Akisema hivyo maana yake ni kwamba mazingira yakutaka useme uongo, sema uongo, mradi ufikie katika malengo. Mazingira yakutaka kufanya hadaa, fanya hadaa. Hiki kitabu alikitoa akazawadia viongozi ili wawe viongozi wazuri. Unaweza kadhani mambo haya ni mambo ya kufikirika. Na huyu bwana anajulikana kwa jina la The Father of Political Realism. Nini maana ya realism? Ni kule kuamini kwamba kitendaji, jambo lile ambalo ukifanya
linaonyesha matokeo ni jambo sahihi, hata kama watu wataliona si sahihi. Yani mabavu yakiwa na matokeo yakakufikisha kwenye malengo, mabavu ni mazuri. Kuna falsafa zinazoamini kwamba matumizi ya hila na hadaa au kinyume na maadili ni matumizi mazuri madhali tu yatakufikisha katika malengo. Vijana wetu mnasoma katika vyuo vyenu mapinduzi yaliyofanyika mwaka 1917 kule Urusi, yanajulikana kwa jina la Bolshevik Revolution, na wasimamizi wa mapinduzi yale walikuwa ni kina V.I. Lenin na Stalin. Waliamini kwamba hadaa ni muhimu sana, hila ni muhimu sana, udanganyifu ni muhimu sana katika kuendesha dola. Na walipoangusha dola iliyoangushwa ile wakatawala, walitumia njia hizo zote, lakini walikataa dini kwa sababu dini inapigania maadili. Kwa hivyo misingi ya kuamini kwamba uongozi unatakiwa uende sambamba na maadili si misingi inayokubalika na walimwengu wanaotawala dunia sasa hivi. Vijana, kasomeni falsafa pekee ya Marekani. Wa Marekani ni taifa changa kwa sababu limezaliwa mwaka 1776, 1776 ndio wamepata uhuru wao dhidi ya Uingereza. Wa Marekani hawajazalisha wanafalsafa wengi. Falsafa yao pekee ni falsafa inayojulikana kwa jina la pragmatism, yani Kiswahili tutasema upragmati. Falsafa hii inaamini nini? Inaamini kwamba vitendo vyenye matokeo ndivyo sahihi, hata kama matokeo yale, vitendo vile vinaonekana vibaya, na manufaa ndiyo yanayotuongoza, maslahi ndiyo yanayotuongoza. Ndio maana statement za kwamba hakuna rafiki wa kudumu wala hakuna adui wa kudumu, bali kuna maslahi ya kudumu, ndio statement zinazowaongoza. Kwa hiyo dunia unavyoiona leo hii inaendeshwa kutokana na siasa za Nikolo, huyu bwana katika kitabu cha The Prince, kuamini kwamba matumizi ya mabavu, hila, hadaa na kudanganya watu ndio matumizi sahihi katika suala zima la uongozi. Niwapeni mfano demokrasia. Demokrasia imeelezwa kwa maana nyingi sana, lakini maana yake ni nini? Maana yake ni ile lugha ya Kiswahili wengi wape, sio wale watakaoamua kwamba huyu ndio kiongozi wetu, wakamchagua basi awe kiongozi. Lakini kabla ya kuwa kiongozi kuna kitu gani kinachofuata? Kabla ya kuwa kiongozi, kinachofuata ni kampeni. Kampeni kisha anachaguliwa mtu, sio? Kampeni ni jitihada za kushawishi maamuzi ya raia. Kampeni ni jitihada za kushawishi maamuzi ya raia ili wamchague mtu. Katika zile kampeni ni kutoa information, taarifa za kwamba nimefanya hivi, nitafanya hivi. Ukitoa wrong information, hata kama ni kwa mtu sahihi, ata make wrong decision. Naomba tuelewane. Ukitoa wrong information, taarifa ambazo sio sahihi, hata kwa mtu ambaye ni mzuri, mtu mwema, ukimpa taarifa na information ambazo si sahihi, akitoa maamuzi atatoa maamuzi ambayo sio sahihi. Na ndivyo tunavyoishi sisi duniani. Informations nyingi tunazipata, accordingly tunatoa maamuzi. Ikiwa dunia inategemea taarifa za viongozi na mara nyingi sio taarifa sahihi, maana yake maamuzi yao yanakuwa sio maamuzi sahihi. Ikiwa maamuzi sio sahihi, uwezekano wa kiongozi kutokuwa sahihi ni mkubwa sana. Na sijui kama tunaelewana jamaa. Yani kiongozi akija akatoa katika kampeni zake taarifa ambazo si sahihi za aliyoyafanya au atakayoyafanya, anakushawishi wewe utoe maamuzi ambayo si sahihi. Ukishatoa maamuzi ambayo si sahihi, maana yake ni kwamba utamchagua kiongozi ambaye
si sahihi. Na ndio maana demokrasi ya dunia inapomtafuta kiongozi, pesa ni muhimu sana. Kama huna pesa au huna nyuma yako wenye pesa, huwezi kuwa kiongozi. Ubepari umetufanya kwamba anayetaka uongozi lazima awe na pesa. Hawezi kuuza maneno matupu. Wenzetu kule Marekani kuna lobby mbalimbali zinazojiandaa kuhakikisha zinamshawishi kiongozi kwa kumpa pesa, kama IPEC. Anapewa pesa ili bwana yule atakapofanya kampeni apite. Akishapita lazima awape return wale waliompa pesa. Ndio maana Elon Musk mmemsikia akilalamika juzi kwamba mimi bwana nimetoa pesa zangu nyingi kwenye kampeni, na kama sio mimi bwana wewe rais usingeshinda. Maanake hakutoa pesa tu, aliwekeza. Kwa hiyo walikuwa wakihitaji kupata return. Na viongozi wanapatikana duniani kwa namna hiyo, mbali na kuwa haina maana kwamba wengi hawawezi kukosea, wengi wakiamua jambo ni sahihi. Hapana, ukisoma Qur'an utagundua kwamba mara nyingi wengi wako katika makosa, kwa sababu wanaendeshwa na feelings zao, sio mantiki. Dunia inatuambia leo lazima uheshimu hisia za mtu, basi hata zikiwa ni batili. Kwa hiyo tunatakiwa tuheshimu hisia za watu. Na ndio maana utaona hata dhana ya demokrasi, hakuna demokrasia halisi. Ukienda katika Baraza la Umoja wa Mataifa kuna kura za veto. Hata nyie nyote mkisema nyeupe, mtu mmoja akisema hapana nyeusi, jambo halipiti, kwa sababu ya kura za veto. Maanake ule usawa haupo kiasi hicho. Na hawa ndio wanaotufunza demokrasi, lakini wana kura za veto ambazo zinaamua. Ndio maana nasema tatizo ni uongozi. Ikiwa uongozi wetu unapitia njia hizo za kidemokrasia kama tunavyoona leo hii duniani, basi yule atakayepita kama kiongozi hatakuwa kiongozi sahihi. Ule mjengo wa kijamii haututengenezei kiongozi sahihi. Viongozi hawapimi kwa maadili, na maadili ni jambo lililowekwa pembeni. Nikola anatuambia kwamba unatakiwa uonyeshe kuwa una maadili japokuwa huna maadili, ili kushawishi ile public opinion, ili uweze kuwa kiongozi. Sasa mwanadini akiingia kule kwenye siasa, nyinyi wenyewe mnajua, mara moja anachafuka, kwa sababu unaingia mahala ambapo haufanani. Tabia za kweli za hila, ada, uongo na vitu kama hivyo. Sisi watu wa dini, Waislamu, wa Kristo, hata zile traditional religion zetu zinasimamia katika kuhakikisha kwamba maadili yanakwenda sambamba na uongozi. Na mtu anaweza kukosa nafasi yake ile kijamii kwa sababu tu amekosa yale maadili. Sasa tunapokuja kumzungumza Imam Ali, lazima tuelewe kwanza ni nani huyu, na ulimwengu umekosa nini kwa kumkosa huyu Ali. Kumkosa maana yake kutokupata mafunzo yake. Ulimwengu unakosa nini ukimkosa bwana huyu? Na kwa nini tukae kumzungumza na kumtangaza kwa watu ambao pengine wengine Waislamu wanaamini kwamba wanamjua? Tunakaa kuzungumza kwa sababu huyu bwana hata kwa Waislamu vile vile bado hajatangazwa vilivyo akajulikana. Hawa kina Nikolo ni watu wa karne ya 15, yeye ni mtu wa karne ya 5 mwishoni mpaka karne ya 6. Maana inasemekana amezaliwa mwaka 599, ni mwishoni mwa karne ya 6, sio? Sasa ni miaka mingi kabla hao kina Nikolo. Mtu aliyesimamia uadilifu, mtu aliyekuwa shupavu katika kusimamia haki, mtu aliyetangazwa kama kiongozi, mtu ambaye dunia inatakiwa ijifunze kwake, mtu ambaye mtume alimtangaza kwamba ni mwenye elimu kuliko wengine. Elimu. Na mtume akasema mimi ni mji wa elimu, na huyu Ali ni mlango wake. Ukitaka elimu pitia katika mlango wake. Mtu aliyekuwa shujaa, mtu anayetambuliwa na Waislamu wafuasi wa Ahlul Bait kwamba ni khalifa, kiongozi baada ya mtume, na Waislamu wengine wanasema ni kiongozi wa 4 baada ya mtume.
lakini wote wanakubaliana kwamba ni kiongozi baada ya mtume. Huyu Ali, kwa nini tumwekee kikao hiki? Kwa sababu ni mtu pekee ambaye manhaji yake, methodolojia yake ilikuwa ni kuamini kuhusu humanity, ubinadamu. Alisimamia suala zima la ubinadamu. Alipokuwa akimtuma gavana wake kwenda Misri, alimuhusia kuhusu ubinadamu bila kujali dini za watu, ubinadamu uwe mbele. Na alimwambia kwamba huko unapokwenda watu wako katika makundi mawili, ima wale utakaowaongoza wawe ni ndugu zako katika dini, maana yake Waislamu wenzako, lakini kuna wengine si Waislamu, kama Coptic Church, kanisa la Coptic la muda mrefu sana Misri, kuna Wakristo wengi. Akamwambia kwamba lakini kuna wengine si wenzako katika dini, ni ndugu zako kimaumbile, ni binadamu wenzako. Humanity, ubinadamu, ndio jambo la msingi sana ambalo limetangazwa na mitume. Yani mitume wamekuja kutangaza ubinadamu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema wala qad karramna bani Adam. Tumemtukuza mwanadamu. Sio tumemtukuza Muislamu, Mkristo, la, mwanadamu kama mwanadamu katukuzwa. Pamoja na tofauti ya dini. Na sisi kwetu Waislamu na hata kwa wenzetu, anapokufa mwanadamu heshima yake ni ile ile kama aliyekuwa hai. Ndio sisi atakoshwa, atavikwa mavazi maalumu, atasindikizwa, atazikwa, hatupi ovyo ovyo. Kwa sababu heshima ya mwanadamu akiwa hai na akifa, heshima ni ile ile. Na kazi yetu sisi ni kutangaza na kupigania heshima ya mwanadamu. Ibilisi, shetani, kazi yake kubwa ni kuvunja heshima ya mwanadamu. Yale yote ya kishetani kinyume na maadili, kazi yake kubwa ni kuvunja nini? Heshima ya mwanadamu. Tunapigania heshima ya mwanadamu, shetani anapigania kuvunja heshima ya mwanadamu. Uzinifu, katili, wizi, vyote ni vitu vinavyoshusha heshima ya mwanadamu. Na yote haya ni mambo ya shetani. Kwa hivyo Sayyidina Ali anajulikana kwa sifa kubwa hii ya kupigania ubinadamu. Na sisi Waislamu tunaamini kwamba ubinadamu kwanza. Kinachotukusanya katika mazingira kama haya ni ubinadamu. Na haya aliyosema Imam Ali kwamba huyu ni mfano wako katika maumbile. Na ndio maana leo hii wewe, kama anavyosema mmoja katika mashehe, ukiugua wewe ukapelekwa hospitalini, alafu ukaambiwa kwamba una upungufu wa damu, unatakiwa uwekewe damu, ile damu ikija pale ina alama inaonyesha ni ya Kikristo au ya Kiislamu? Hayo ukiwekewa wewe Muislamu damu ya Kikristo, utasurvive? Kuna mtu anayejua damu aliyowahi kuwekewa pale ni ya Mkristo au Muislamu hospitalini? Sasa binadamu unatuambia kwamba mwili wako utaipokea kwa sababu mwenzako yule na utasurvive. Lakini ukitoka nje unatembea unamkataa yule. Pale kuna benki ya damu zimejaa pale za Wakristo na Waislamu na wasioamini Ukristo na wasioamini Uislamu. Zimejaa pale. Na si kila siku kina mama wanakwenda wajifungua wanaongezewa damu. Unaitafuta kwa nguvu, unajua grupo O sijui ngapi, haipatikani. Ukiipata kwa Mkristo na wewe Muislamu utaikataa? Au wewe ni Mkristo ukaipata kwa Muislamu utaikataa? Sasa hayo ndio maisha anayoyataka Mwenyezi Mungu. Hayo ndio mambo aliyopigania huyu Sayyidina Ali anayetukusanya hapa. Na ukiona kuna mpasuko katika jamii, mara nyingi sana tizama uongozi na viongozi. Viongozi wasiposimama hapa mbele wakapromote mpasuko kwenye jamii haupatikani. Wale maamuma ni washabiki tu, wanangojea wala bali wao waseme amin. Hawana zaidi, sio? Sisi tunaosimama mbele hapa ndio tunaweza kuchochea. Kristo, Muislamu, Mpare, Mchaga. Alafu baadaye mkiingia mtaani huendi kununua katika duka la mwenzako kisa ni Muislamu, kisa ni Mkristo. Sasa umuhimu wa jambo hili ni hapa, kwamba tuna haja ya kumtambua huyu bwana mtukufu ili tuweze kujenga maisha yetu ya kijamii kwa misingi ya ubinadamu.
Na Umoja wa Mataifa mwaka 22 ulitambua mchango wa huyu bwana kama tutakavyoona. Lakini kile kipindi cha katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan aliwahi kutoa statement mbalimbali kuhusu bwana huyu na kutaka kuwaambia walimwengu kwamba kuna mambo ya kujifunza kwa huyu mtukufu, mtu aliyoishi karne 14 zilizopita. Kwa hivyo alimtangaza, na katika maneno aliyosema alinukuu maneno ya Imam Ali Kofi Annan, maneno yanayosema hivi, ibara hizi: wa ash'ir qalbaka arrahmata lirraiya, wewe kiongozi wafanye raia wahisi huruma kutoka kwako. Yani raia wahisi kiongozi wetu ana huruma. Tengeneza mazingira raia ahisi kiongozi ana huruma. Haya maneno ameyanukuu Kofi Annan. Wal lutfa bihim wal mahabbatu lahum, na kwamba unawapenda, wahisi ni mpole. Wala takunanna alaihim sab'an dariyan taghtanimu aklahum, na usiwe ni mnyama hatari unaivamia chakula chao, maanake wasikuone ni mpokonyaji wa mali zao, unawakaba koo wasifikie malengo yao. Haya maneno ameyanukuu Kofi Annan. Fa innahum sunfan, kwa sababu hawa binadamu hao wanaowaongoza wako katika makundi mawili, imma akhun laka fi din, imma ni ndugu yako katika dini, au nadhirun laka fil khalq, au ni mwenzako kimaumbile, kwa hiyo ni binadamu mwenzako. Kofi Annan akasema yajibu an tuallaqa ala kulli almuassasati alhuquqiyya fil aam wa hiya ibaratun an tunshiduha albashariyya. Maneno haya yanapaswa yawekwe katika kila taasisi zinazopigania haki za binadamu, yatundikwe, yawekwe. Kama una ofisi inayopigania haki za binadamu, maneno haya yatundikwe ili yafundishe watu uongozi ni nini, uhusiano baina ya kiongozi na raia uwe vipi. Lakini vile vile katika maneno yaliyonukuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la UNDP ya Imam Ali ni haya, kwa sababu shirika hili mwaka 2002 lilitoa ripoti yenye peji 160 zikimzungumza Imam Ali, peji 160, na katika hayo walinukuu maneno haya tulosoma mwanzoni: inna man nasaba nafsahu linnasi imaman, yoyote atakayekuwa ni kiongozi wa watu, ameamua aongoze watu, Imam Ali anasema falyabda bitaalimi nafsihi qabla taalimi ghairi, basi aanze kujifunza yeye, awe ni kielelezo yeye kabla ya kufundisha wengine. Yani awe ni role model. Kiongozi yeyote yule anatakiwa aanze kuifunza nafsi yake, abebe maadili, achume maadili, ajifunze adabu kabla ya kufunza wengine. Kisha akasema waliyakun ta'dibuhu bisiratihi qabla ta'dibihi bilisani, ajifunze adabu kwa vitendo vyake kabla ya kauli zake. Yani awe na adabu, awe na akhlaqi, awe na ethics, awe na morals, awe na values yeye mwenyewe kabla ya kufundisha wengine. Kwa lugha nyingine, haya maneno yana maana kwamba uongozi unaanzia wapi katika Uislamu? Uongozi unaanzia mtu mwenyewe anaweza kujiongoza. Usitafute uongozi wa watu wakati wewe mwenyewe huwezi kujiongoza. Kwa hiyo mahala pa kwanza kuanzia kwamba wewe unaweza kujiongoza. Unaweza hata ile time management unayo, rasilimali zako unaweza kuziongoza, nafsi yako una self control ya kuweza kuizuia nafsi isikuingize katika matamanio. Mwanzo wa uongozi ni mtu kujiongoza mwenyewe kwanza. Akiweza kujiongoza, akafanikiwa kuwa katika mstari, ana nafasi ya kuongoza wengine. Kwa hivyo ndivyo anavyotufunza Imam Ali, kwamba kwanza anza kujiongoza, kisha utaweza kuongoza wengine. Kama huna maadili,
hufai kuwa kiongozi kwa sababu umeshindwa kudhibiti nafsi yako. Kisha anasema famuallimu nafsihi wa muaddibiha ahaqu bil ijlali min muallimin nasi. Mtu ambaye kwanza ameanza kuifunza nafsi yake, akaitia adabu nafsi yake, akawa na maadili, huyo ana haki ya kuheshimiwa kuliko mtu ambaye yeye anafunza watu tu. Yani yale anawafundisha watu yeye hana. Kwa hivyo kiongozi lazima awe kwanza ameweza kujiongoza yeye na awe na maadili. Lakini akasema katika maneno mengine, waliyakun nadharuka fi imarati al-ardh. Ukiwa kiongozi hakikisha kwamba suala la kujenga nchi ablaghu min nadharika fi istijlabi al-kharaji, ni la msingi sana kuliko kupigania kukusanya kodi kwa watu. Ijenge nchi. Nia ya kiongozi namba moja iwe ni kujenga nchi. Kwa nini? Anasema hivi, kwa sababu lianna dhalika la yudraku illa bil imarati. Kwa sababu kukusanya kodi kwa watu hawezi kupatikana mpaka uijenge nchi. Yani ukiwaekea watu miundombinu watakuletea pesa. Ukiwatengenezea watu barabara wakaipita, watalipa road license, watalipa kodi. Kwa hivyo ikiwa umefocus katika kuhakikisha kwamba unaijenga nchi, wananchi watakujenga wewe kama kiongozi. Kwa hivyo haya ni katika baadhi ya mambo ambayo yamenukuliwa katika ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa. Mukhtasari wa mambo ambayo tunajifunza kutoka katika ripoti ya Umoja wa Mataifa kutokana na maneno ya Imam Ali yako katika nukta hizi. Kwanza, Imam Ali alikuwa kinara katika kueneza uadilifu, na yeye mwenyewe alikuwa mwadilifu. Vitendo vyake vilikuwa vya kiadilifu. Hapa kuna wakati fulani alizozana na Yahudi, alikuwa akiishi katika mji wa Madina au Kufa. Yeye alikuwa na mali yake iliyopotea, kisha ikapatikana anayo mtu fulani. Alipopelekwa katika kadhi, jaji, hakimu, akaambiwa toa ushahidi kwamba ni ya kwako, maana hii iko mkononi mwa huyu bwana. Sasa wewe ndio unatakiwa utoe ushahidi kwamba hii ni ya kwako. Akasema sina ushahidi, lakini ni ya kwangu. Kadhi yule jaji, hakimu, akatoa hukumu kwamba madhali huna ushahidi si mali yako. Akasema nimeridhika, nimekubali. Yule bwana aliyoiba, aliochukua mali yake, baada ya kupiga hatua 2-3 alirudi akamrejeshea. Akamwambia, kwa hali hii ya wewe kuridhika kwa sababu huna ushahidi, inanifanya ni feel guilty. Siwezi kuondoka na chombo hiki. Lakini ilifikia wakati anahukumiwa yeye na hakimu akamuita ya Abul Hasan. Waarabu kumuita baba fulani ni heshima zaidi kuliko kumuita mtu kwa jina lake tu. Akamwambia, kum ya Abul Hasan ila khasmik, simama wewe Abul Hasan. Imam Ali akasimama akamwambia, umefanya makosa wewe kadhi, wewe hakimu, kwa sababu umenipa heshima katika mahakama na mwenzangu hujampa heshima. Hiyo ni njia ya kutofanya uadilifu na haki. Yani unapokwenda wewe umeshtakiana na mheshimiwa mbunge na wewe ni raia wa kawaida, alafu hakimu akasema mheshimiwa mbunge, alafu akakuita kwa jina kavu, Imam Ali alikataa hilo, kwa sababu kwa kumpa tu ile heshima umefungua mlango wa kumdhulumu yule mwingine. Wamekuja hapa kama raia, wote wako sawa, usitaje vyeo. Maisha yake yalikuwa kiadilifu sana. Hata chakula alichokuwa akila, ilipofikia ule mwaka wa kufa kwake, ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani, alimwambia mwanae niekee chakula. Akaekewa chakula aina 3, akaekewa chumvi, maziwa na mkate. Wakati ule chumvi, chakula kizito kwa sababu chumvi ni ya taabu. Akamwambia mwanae, ondosha moja katika hivi vyakula. Binti yake akaondosha chumvi, akamwambia hapana, ondosha chakula kizito. Akaondosha kimoja katika vile viwili. Imam Ali akala mkate kwa chumvi. Lakini sababu ilikuwa nini? Na ni kiongozi. Alisema kwa sababu hapa duniani kuna watu ambao hawawezi kupata vyakula namna hii. Kwa hiyo mimi siwezi kula vyakula vizuri ili hali kuna raia ambao hawali vizuri. Ilikuwa hali nyama mpaka siku ya Idi, siku ya sikukuu. Alipoulizwa akasema kwa sababu
siku hii kila mtu hata maskini anakula nyama, lakini katika siku za kawaida mimi sili nyama kwa sababu kuna raia wasiokula nyama na mimi ninawakilisha. Kwa hivyo hii ndio sampuli ya mtu ambaye tumekaa hapa kwa ajili yake. Lakini namba 2, katika kuheshimu maoni ya wengine, alimwambia Maliku al-Ashtar gavana wake kwamba katika raia unaokwenda kuwasimamia kuna watu wanyonge, watizame sana wale minority na wale watu wanyonge na maskini. Kwa hivyo usizungumze na ukajali watu wenye uwezo tu, tizama tabaka la chini na uwajali. Nukta ya 3, kuheshimu haki za watu wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Ndiyo maagizo yake kwamba unapokwenda kule kuna Waislamu na wasiokuwa Waislamu, hakikisha kwamba unaheshimu haki za wote. Kiongozi wa sawasawa ni yule asiyebagua na uongoza. Kiongozi wa familia sawasawa ni yule asiyebagua watoto wake kwa misingi yote ile. Kwa hivyo hivi ndivyo alivyofundisha. Lakini vile vile alisisitiza kuhusu maarifa na elimu, kwa sababu ni mambo ya msingi yanayojenga jamii na kujenga nchi. Namba 5, alisisitiza kuhusu kuasisi dola lenye misingi ya kusameheana. Tukiwa na jamii ambayo hakuna kusameheana, amani haiwezi kupatikana. Kwa hivyo ni lazima kiongozi ajenge misingi ya kusameheana, kwa sababu binadamu wote wanakosea. Waislamu wanaweza kukosea Wakristo, Wakristo wanaweza kukosea Waislamu kwa kukusudia au kutokusudia, lakini misingi ya kusameheana ikijengwa na kiongozi, ile nchi itakuwa na amani. Hata baina ya mume na mke, ikiwa hakuna misingi ya kusameheana, hamwezi kukaa. Na ndio maana sisi haki tu haitoshi, na ihsani lazima iwepo. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani, kwamba mfanyiane wema na kusameheana pawepo, amani itapatikana. Na kama kiongozi hana misingi ya kusameheana, maana yeye mwenyewe aya anasamehe, raia wamuone namna anavyosamehe kwa yule ambaye pengine angefaa kuchukuliwa hatua, kakosea nchi, kamkosea kiongozi. Ile tabia ya kusamehe ikienea katika jamii, kiongozi akiitangaza, akieneza, jamii ile itakuwa na amani na utulivu na inaweza kujenga maendeleo. Lakini vile vile alihimiza kutokaba uhuru wa watu, kama binadamu wamezaliwa huru. Of course uhuru na mipaka, lakini kiongozi asiwe ni yule kama Firaun alivyosema, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad, kwamba nyie lazima muone kwa jicho langu, ninachokiona ni sahihi na nyie nyote lazima mkione hivyo hivyo. Hapana, Firaun aliambia watu wake, mimi sikuonesheni ila mnayoyaona mimi, maana yake mnayoyaona mimi sahihi ndio yanapaswa kuwa sahihi. Na dunia leo hii kwa hakika sisi sio tu kwamba ni consumer wa bidhaa zinazotoka nje tu, kwamba vitambaa vya nguo nyingi tulizovaa hapa vimetoka nje, viatu vingi tulivyovaa hapa kama si vyote vimetoka nje, sio? Magari yametoka nje, material ya ujenzi mengi hapa yametoka nje. Sisi ni consumer, watumiaji wa vitu vinavyotoka nje. Hilo haijambo likiwa ni hilo tu, lakini sisi ni consumer wa idea vile vile, mawazo ya nje. Yani hatuzalishi mawazo yetu, sisi tunakopa na kuazima mawazo ya wengine. Kwa maana nyingine tunafikiria kwa akili za wengine. Imam Ali alihimiza kuhusu uhuru. Mwanadamu yuko huru, amezaliwa akiwa huru. Na methodolojia aliyotumia ni katika siasa na utawala wake ni namna alivyoendesha nchi yeye mwenyewe. Namna alivyoendesha nchi, mavazi alikuwa akiyavaa, muonekano wake, namna alivyobebwa yeye kama kiongozi wa chini wa watu, ndio ilosaidia yeye kuyafikia haya malengo. Lakini alipambana na ufisadi. Katika visa vilivyotokea ni ndugu yake anaitwa Aqil. Aqil ni ndugu yake na alipata matatizo ya macho. Wakati fulani alikwenda kwa ndugu yake Ali kutaka msaada. Imam Ali alipobisha yule ndugu yake Aqili, alibisha hodi kwenye hazina ya dola. Akamuuliza, wewe umekuja kwangu kwa haja na shida ya kijamii au shida yako binafsi? Akamwambia, shida yangu binafsi. Basi akazima mishumaa na kandili.
Akamuuliza, kwa nini unazima? Akamwambia, kwa sababu hizi zimewashwa kwa pesa ya Waislamu, na wewe umekuja kwa shida yako binafsi, sitaki kuzitumia kwa shida ya mtu binafsi. Lakini alipomuomba msaada, Imam Ali akamwambia, nitakusaidia nitakapopata na mimi cha kwangu kama wanavyogaiwa wengine. Akamwambia, hapana, mimi ninachotaka unigaiwe katika hazina ya dola, kwa sababu wewe iko mikononi mwako. Alimwambia, subiri. Akaenda kuchukua chuma cha moto akamchoma mkononi. Bwana yule kipofu alipoungua akapiga kelele, unanichoma? Akamwambia, ndio nakuchoma kwa sababu na wewe unataka unichome kwa moto siku ya kiyama utakaokuwa mkali kuliko huu. Mimi siko tayari kutoa mali ya umma kwa ajili ya ndugu yangu. Ninawaulizeni, viongozi wa sampuli hii duniani leo hii wapo? Maana mimi nikishakuwa kiongozi namtafuta mjomba, shangazi na wale jamaa wote na usogeza karibu, sio? Hadi ndivyo ilivyokuwa. Na utaonekana kwamba wewe ni mjinga, ni fala ikiwa ukusogeza watu wako. Yanaonekana fala huyu. Hata ndugu zake hajawapa kazi. Sasa anaweza kuwapa kazi, lakini kazi yenyewe wao wanastahili. Sasa kuna mengi ya kujifunza kupitia Imam Ali. Hatuna muda wa kutosha kuyaeleza yote na tumechelewa kuanza, lakini huu ni mukhtasari wa mambo ambayo tunaweza kujifunza kwake. Namalizia kwa kusema hivi, dunia tunayoishi sasa hivi, kiongozi ni yule anayemiliki information, anayemiliki taarifa. Ukiwa unaweza kumiliki taarifa, unaweza kuongoza dunia, unaweza kupigana vita, unaweza kuendesha uchumi. Na sisi ulimwengu wa tatu tukitaka kuwa viongozi wa dunia, lazima tuwe na uwezo wa kumiliki taarifa za dunia. Na ndio leo hii tuna akili bandia, akili mnemba, kiasi kwamba sisi sote tunapeleka information katika center, na wale wenye information zote ndio wanaweza kuendesha dunia. Wanajua kuhusu mimi, kuhusu wewe, kuhusu wengine wote. Na hata ukiingia katika vita, mwenye information kuhusu wewe ndio anayeweza kukupiga. Katika hali kama hii, ulimwengu wa tatu, mbali na kuamini kwamba uongozi lazima uambatane na maadili, lakini lazima watu wapiganie kumiliki teknolojia ambazo zitawafanya wamiliki taarifa, ili iwe rahisi wao kuweza kuongoza dunia hii. Nas'alullah al-auna wa tawfiqa lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.